Ni marufuku kufanya shughuli zozote za kijamii kwenye njia ya umeme wa gridi ya taifa ndani ya mita 60 ambazo zimekuwa tengefu kwa ajili ya miundombinu hiyo. Injinia Liberatus Juma, msimamizi wa njia ya usafirishaji wa umeme wa gridi ya taifa katika mkoa wa Ruvuma na Njombe, akizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Mageuzi wilayani Namtumbo, alikuwa na haya ya kusema. Ya taifa. Kama ilivyotangulia kusema mhandisi, ni kwamba laini ya gridi ya taifa imehifadhiwa, ilifidiwa, na malengo yake makubwa ni mawili. Cha kwanza ni usalama wa raia na mali zao, ili wasiweze kuathiriwa na huo umeme. Kama ilivyotangulia kusema kwamba ni umeme mkubwa sana, hivyo raia wakiweza kuwepo kwenye hayo maeneo wakifanya shughuli zao, wanaweza kupata madhara yanayotokana na huo umeme, na hivyo wakaathirika wao pengine na mali zao. Kama unafanya ufugaji, hiyo mifugo yako inaweza kupata madhara, kidondokewa na waya ikafa, au wewe mwenyewe kama unalima huko kadondokewa na waya ukafa, au ukapata mionzi ile ukakuletea madhara, kakupunguzia muda wako wa kuishi. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wa raia na mali zao, ndio maana eneo limekuwa tengefu kwa ajili ya kusafirishia tu umeme. Lakini swala la pili ni usalama wa miundombinu yenyewe, kwamba ili miundombinu iweze kuwa salama wakati wote na ikatupatia huduma tunayoitaka kwa wakati wote bila changamoto yoyote ile, basi ile eneo limetengwa maalum kwa ajili ya kusafirishia tu umeme, ili liweze kuwa, ile miundombinu iweze kuwa salama na kuweza kutoa huduma ya uhakika kwa jamii. Lakini swala la tatu ambalo nataka nilizungumzie hapa ni kwa nini tunazuia watu wasifanye shughuli kwenye lile eneo, ni swala la umiliki. Kama tulivyotangulia kusema, ni kwamba serikali ilishafanya uthamini wa yale maeneo, ikatoa fidia kwa wananchi, kwa ikalimikisha lile eneo kwa TANESCO. TANESCO ndio mwenye hati miliki ya kulitumia lile eneo kwa ajili ya kusafirishia nini? Umeme. Sasa kama ambavyo wewe John ukimuuzia eneo lako Juma, kesho uweze kaamka tena na jembo kaenda ukalitumia lile eneo, ndio hivyo na sisi tunakutaka wewe, kwa sababu lile eneo tayari wewe ulishafanywa tathmini, ukapewa fidia, likamilikishwa kwa TANESCO ili uweze kusafirisha umeme wafikie wananchi waweze kufanya shughuli za maendeleo. Basi na wewe hutaki tena kurudi kwenye lile eneo kuendelea kufanya shughuli zako. Sisi tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kwa sasa hivi mmiliki wa lile eneo ni TANESCO, kwa sababu serikali ishafanya fidia kwa wananchi wote waliokuwa wamepitiwa na ile waamini waliokuwa wamepitiwa na ule mradi, ili waweze kupisha lile eneo, watafute eneo mbadala waweze kufanya shughuli zao. Kwa hiyo tunasisitiza ili kwamba watu mtambue ni kwa nini tunawazuia kufanya hivyo. Tunawazuia ni kwa sababu za msingi tu, kikubwa ikiwa ni usalama wa wewe, lakini pia usalama wa miundombinu. Na la tatu ni swala la umiliki, kwa sababu sio eneo lako tena, wewe ushaliuza lile, umeuzia serikali ili serikali itumie kusafirishia umeme. Kwa hiyo ni kwenye eneo hilo ndio jambo la kuzingatia. Lakini swala lingine ambalo amezungumzia hapo mhandisi ni swala la ulinzi na usalama wa hiyo miundombinu. Kama mnavyotambua, nyie ndio mlioko kwenye eneo hili, na hii miundombinu tunayozungumza, hizo nguzo 24 zipo kwenye eneo la Mageuzi. Kwa hiyo kama kuna mtu ana jukumu la kwanza kabisa la kuhakikisha hiyo miundombinu inakuwa salama, ni wananchi wa kijiji cha Mageuzi. Kwa hiyo tunawasihi na tunawaomba, kutokana na manufaa makubwa yanayotokana na umeme ambayo yameelezewa kwa upana, tuitunze hiyo miundombinu ili tufae kwa sasa na kwa baadaye, kwa sababu sisi kama sisi ni watumishi tu na hatupatikani maeneo haya wakati wote, tunapita mara moja. Kwa hiyo hatuwezi tukatoa garantii kwamba tutahakikisha hiyo miundombinu itakuwa salama kama hatutapata ushirikiano wa moja kwa moja kutoka kwa wananchi wa kijiji husika. Kwa hiyo nitoe rai, sisi wananchi mmoja ambao tunafanya shughuli zetu mbalimbali karibu na ile miundombinu, basi kila mmoja wetu akae balozi na mlinzi kuhakikisha kwamba ile miundombinu inakuwa salama wakati wote. Ukiona kuna kitendo chochote kile cha uvunjifu au hujumu wa ile miundombinu, toa taarifa kwa viongozi wetu wa kijiji, lakini pia unaweza kutoa taarifa moja kwa moja kwa TANESCO kupitia
namba zetu za mawasiliano ambao ni 180 ili tukachukua hatua thabiti kutokana na uharibifu ambao unaweza kuwa unaendelea kwa wakati huu.